Yes, sasa baada ya kuangalia hiyo clip iliyokwisha kutangulia ya scam broker ya forex trading scams, sasa tuje tuangalie broker ambaye yuko regulated. Ni broker ambaye yuko regulated, ambaye yeye tunamtambua kama sio scam, na wanakuwa regulated na regulatory bodies ambazo zenyewe zinakuwa na strict order ya kuweza kuwatrack au kuwafuatilia kwa umakini zaidi pindi wanapofanya manipulation au wanapofanya kitendo cha utofauti na kile ambacho kilikuwa kimekubaliwa na wote. Sasa hii ni sehemu nyeti pia. Broker wanapishana kati ya broker mmoja na broker mwingine, na sifa broker kwenye hii biashara hii ya forex ni source yao kubwa ni hawa ni matrader ambao wameshakubuku, ni watu ambao wametrade kwa kipindi cha muda mrefu na sasa wanapigania kuingia kwenye level nyingine. Broker, hata wewe unaweza kuwa broker, lakini endapo utakuwa ni trader ambaye umefanikiwa kulimaster soko la forex kwa kipindi kirefu na ukafanikiwa kutengeneza mafanikio makubwa. Kwa hapa Afrika kuna watu kule Afrika Kusini ambaye kuna mmoja sitapenda kumtaja, lakini pia kuna huyu tajiri mkubwa kule Afrika Kusini ambaye ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 23 sasa, Sandile Innocent Shes. Nafikiri yuko kwenye mchakato wa kuwa broker. Ana mafanikio makubwa sana. Pesa yake ile ikibadilishwa kwa thamani za pesa za Kitanzania unaweza kujikuta ni zaidi ya trilioni 6. Ni utajiri ambao ni mkubwa mno. Ni mtu ambaye anamiliki magari ya kifahari yasiyopungua 6. Anamiliki ndege, anamiliki majumba, anamiliki makampuni. Basi tuje moja kwa moja kwa broker ambaye regulated, tuje tumwangalie. Make sure that your broker is regulated. When you want to select prospective forex broker, first find out which regulatory agencies it is registered with. Kwanza yako makampuni kama vile nilivyokuambia ambaye yanakuwa na strict order, na iliweza kutambua kwamba huyo broker wako amekuwa registered na unataka ufungue account kwake, basi inabidi uanze kufuatilia criteria ambazo anazo. Mbali na kuwa regulated katika body ambazo zinatambulika, na hizo regulatory bodies kuna ambazo ziko Marekani, kuna ambazo ziko Uingereza, kuna ambazo ziko Belize, kuna ambazo ziko Cyprus, kuna ambazo ziko Australia and so far. So wewe utamtrack huyo broker wako, utajaribu kuingia kwenye website husika, utaangalia kama jina lake lipo, and then utaangalia zile criteria ambazo zinatakiwa. Je, amesajiliwa? Kama kweli jina lake lipo na amesajiliwa, je, license yake bado is still active or imekuwa dormant? Hivyo ni vitu vya msingi sana vya kuangalia. Ninaposema broker, unaweza kuchukua kwamba hili swala la kumchagua broker ni you are just taking this issue for granted, but I beg you make this issue serious, kwa sababu tunaposema broker, hapa ndipo mahali ambapo anakuunganisha wewe na soko la dunia, na hiyo pesa ambayo utadeposit kwa ajili ya kufanya trading, hajalishi ni kiasi gani. Hata kama utaweka $100, unaweza kusema mimi sasa hivi stake care juu ya broker, na kwa sababu mimi nataka kudeposit only $100. Sasa kama ulikuwa na trading system ya kudouble account kila mwezi kwa muda wa mwaka mzima, utajikuta tayari una $500,000 kwenye account kwa broker huyo. Sasa can you imagine $500,000 inakuwa katika account ya broker, na means of withdrawing and depositing inakuwa katika
mikononi mwa broker. Kwa hiyo broker yeye ndiye anayeamua kwamba muamala wako utapata kwa muda wa siku moja, labda 2 au 3, lakini mara nyingi broker mzuri siku huwa zizidi 3. Na njia zile ambazo unaweza ukafanya miamala ziko za aina nyingi. Sasa tutaona huko mwishoni nitakapoelezea hivyo vipengele vyote, maana hapa nimejaribu kututorize tu kwa ujumla ili uweze kupata picha ya broker. Na sasa broker anapokuwa regulated katika regulatory body au agencies ambayo inafahamika, basi you can deposit your money to that broker and then start hiyo business yako ya kutrade. Kuna jambo la kuangalia, nasema be careful, it is often difficult to distinguish between regulated and unregulated brokers. Ni vigumu pia kumtofautisha kati ya regulated broker na unregulated, kwa sababu tulikuwa na Templar nafikiri kwa mwezi huu wa 7 amekuwa regulated, lakini hapo awali wengi wamekuwa wakijisajili kwake, lakini usajili wake ulikuwa haukukamilika. Lakini sasa pamoja kwamba usajili wake ulikuwa kukamilika, lakini yeye ulikuwa withdraw pesa zinaingia ndani ya dakika 5, ukideposit ni dakika, yani ndani dakika 5 nyingi. Of course nafikiri kama unavyofanya miamala ya kawaida ya M-Pesa au ya Airtel Money, ndivyo muda huo huyu bwana anavyoweza kukupa mrejesho. Ukideposit muda huo, ukienda kwenye account yako unaona tayari pesa kule imeenda. Ukiwithdraw fast unashangaa pesa yako imeingia. Na pia mfumo alikuwa anatumia Templar ni mfumo mwepesi, vigezo vyake ni virahisi, kwa sababu unaweza kudeposit hata $1, 2, 3, 5 na ukawithdraw muda wote. Unaweza ukadeposit muda huu na muda huo ukawithdraw. Kwa alikuwa na vigezo, na moja ya kigezo ambacho kilitu attract wengi sisi wa Tanzania kulingana na hali yetu uchumi ni pamoja na kuwa na ule mfumo wa iPay Africa, ambapo unalipa kwa kutumia M-Pesa. Ingawa wengine wana mifumo ya kwa kutumia Bitcoin mpaka uwe na electronic wallet kama local Bitcoin au blockchain technology. So far ingawa ninaweza ku open hizo account pia za local Bitcoin, hizo electronic wallet ninaweza kuzifungua, lakini inakuwa ni kidogo, kama inakuwa ni long process pale unapotaka ku deposit, kwa sababu mpaka uende kwa wakala kwenye mtandao uanze kununua zile Bitcoin, uanze ku deposit, zinakuwa converted automatic na kwa dola. Lakini yeye aliamua ku simplify, na wengine pia wana ile mifumo ya kadi. Kuna kadi maalum ambayo unafungua kwa shilingi almost nafikiri $100, ambaye ni kama 230 hivi. Unafungua hiyo, inakuwa na support hii money kwenye mifumo kama hiyo. Sasa ikiwa sisi wa Tanzania tu wengi, hiyo 200 pia ni moja mtaji wa kuanzia, maana $100 ni mtaji kabisa wa kuanzia, na ukabadilisha maisha yako. Yupo mtu ambaye alianza na $100, lakini baada ya muda akatoa shuhuda yake akisema ana milioni zisizopungua 60. Ni mtu ambaye alikuwa anafuata trading system nzuri. Sasa najaribu tu kueleza broker kwa juu kwamba ni vigumu pia kutofautisha, kwa sababu Templar alikuwa akionekana anakuwa flexible zaidi na akiwafurahisha wengi zaidi katika eneo hilo la muamala, japo alikuwa na mapungufu machache yakiwemo ya spread ambayo watu walikuwa wakilalamika. Top regulatory bodies ambazo hizi ndio zile bodi ambazo zinahusika na kuregister wale broker. Kwa mfano kuna United Kingdom, hapo hii iko Uingereza, UK, Financial Conduct Authority PCA and Prudential Regulation Authorities PRA. Hiyo ni bodi ambayo inahusika. Sasa endapo broker wako atakwambia mimi nimesajiliwa katika hiyo kampuni ya Financial Conduct Authority PCA na Prudential Regulatory Authority PRA, basi moja kwa moja utaingia kwenye website husika ya hiyo kampuni, afu ndizeni utajaribu kuangalia jina lake na kuangalia sifa mbalimbali za huyo broker. Jambo lingine, kule Australia kuna Australian Security and Investment Commission, ASIC. Pia broker wako unampata, kwa sababu yule broker
atakuwa na details zake pale na atasema mimi nimekuwa regulated katika kampuni fulani ambayo iko Australia, basi moja kwa moja utaenda kwenye hiyo kampuni yako moja kwa moja na utajaribu kuangalia zile sifa ambazo zinatakiwa. Je, imekuwa regulated? Na kama imekuwa regulated, jina yake lipo sawa. Je, yuko active? Ile license yake bado iko active? Pia kuna Switzerland kuna Swiss Federal Banking Commission SFBC. Unaweza kaangalia kama broker wako ata declare kwamba yeye amesajiliwa hapo. Pia kuna German hapo kuna Bundescenter for, hilo neno sitalisoma. Ukilisoma utatafuta mwenyewe na unaweza kuibua sintofahamu kwenye ulimi. Nafikiri ni neno ambalo liko complicated kidogo, hata nikilisema halina mantiki wala halina zao sana. Ni cha msingi ni kuona tu the way lilivyokuwa spelled. Basi ukija Ufaransa kuna hiyo tunaiona hapo, Autorité des marchés financiers. Sasa hiyo ni regulatory ambayo iko kule Ufaransa. Na Canada kuna hiyo hapo, nafikiri ndio inafanana na hiyo, yani nafikiri ndio hiyo. Sasa in the United States kwa kule Marekani, forex broker should be registered as Future Commission Merchant FCM with Commodity Future Trading Commission CFTC and NFA members. Hili neno sio commission, ni commodity. Hili neno ni commodity. Nafikiri ni matamshi tu, ni spelling, ni namna ilivyoandikwa, kuna makosa kidogo hapo. The CFTC and NFA were made to protect the public against fraud, manipulation and abusive trade practice. Sasa hawa wapo kwa ajili ya kuzuia manipulation yote ambayo yanaweza kufanywa na brokers pindi yule retail trader anapo trade. Sasa hawa broker mara nyingi wapo kwa ajili ya retail traders, wale ambao hawana mitaji mikubwa kama vile benki au mataasisi makubwa ya kifedha kuweza kuingia moja kwa moja kwenye soko la dunia. Huwa yanakusaidia wewe kuunganisha na broker ambaye ni mzuri na atakayekufanya uweze kutrade bila shaka yoyote. Ni lazima wawe regulated kwa sababu wewe unaweka pesa zako. Ni pesa nyingi sana ambazo watu wanahifadhi kwenye account ya broker. In the United States we use website www.nfa.futures.org/basic.net. Sasa hiyo ni website, ukiingia pale kama broker wako atasema kwamba amekuwa registered kwenye ile eneo, basi utaweza kuona zile criteria kama zinastahili. Sasa nimejaribu screenshot hapa hiyo ya Marekani NFA. Sasa ukiingia kwenye website itafunguka kitu cha namna hii. Sasa vitu vya online siku zote, kwa mfano website mbalimbali, ukiwa mzoefu wa kutembelea website mbalimbali, basi utaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani unaweza kufuatilia au ni kwenye menu ipi uingie ili uweze kufahamu menu kufahamu criteria za huyo broker. Kwa mfano utaingia moja kwa moja kwenye registration na utaenda mwisho siku kuna kitu kama hicho hapo, unaona NFA member approved Future Commission Merchant. Kwa hiyo ndio kama nilivyosema hapo awali, hatutaweza kukuelekeza kila kitu. Haya mambo pia yanahitaji uwezo wako binafsi kuweza
kufuatilia hivi vitu. Kwa hiyo swala la kumfuatilia broker wako hapa, swala la kuweza kumfuatilia broker wako katika hii website kutategemea uwezo binafsi pia na kuangalia vile vigezo ambavyo vinavyotakiwa. Cha kwanza unavyotakiwa kuangalia unapotembea kwenye website, uangalie kama jina la huyo broker wako lipo. Maana unapojisajili kwa broker, unapomtaki broker kama broker, yeye mwenyewe ata declare kwamba amesajiliwa katika kampuni fulani. Sasa kama amesajiliwa katika kampuni fulani, ni jukumu lako wewe kwenda kwenye hiyo kampuni, je, ipo kweli? Na kama ipo, je, zile criteria anazosema zipo, zile sifa? Ndio kitu ambacho tunatembelea hizi bodies. Usichague broker kwa kuangalia mimi nina trade kwa broker fulani kwa sababu unaweka pesa. Fanya research wewe kama wewe. Pia ukiendelea kupekua zaidi, uta search wewe broker kwa kutumia hapo. Ukija ukiangalia, ukienda kwenye basic, uta search kwa kutumia ID number au kwa firm name. Basi hapo utaingiza hapa, kuna sehemu ya last name na hapa first name. Hapa pia kuna full name. Basi baada hapo kuna ona hapa nakwambia Forex firm approved, Forex member approved, introducing broker registered. Kuna vitu vya namna hivi vitakufanya wewe uwe reliable. Kwa mfano hapo tunaweza tukamwona Etaruasa, huyu ndio broker ambaye umemtrack na mwisho siku ukaona criteria zake ziko kama current status hizi ziko vizuri. Tukija the United Kingdom UK, backup of at England, Scotland. Sasa United Kingdom make up at England, Scotland, Wales and Northern Ireland is an island nation in northwestern Europe. Nchi ya Uingereza au tunaposema United Kingdom inaundwa na vinchi vidogo vidogo kama hivyo unavyoweza kuona, ikiwemo England yenyewe na Scotland, kuna Wales, kuna Northern Ireland is an island, hicho ni kisiwa na vile vile kuna northwestern Europe ambacho kinapatikana huko. Kwa hiyo hivyo vyote vinatengeneza United Kingdom. Anasema England birthplace and is the home to the capital. Yeah. Hapo sasa England unaweza kusema kama ndio sehemu mama kabisa au ndio mji mama kabisa, na mji wake mkuu ni London, is a global influential center of finance and culture. Yeah, sasa ukitaka kufahamu UK kiundani zaidi, basi itabidi uingie kwenye Wikipedia na kuweza kuifuatilia kwamba iko situated na nchi gani katika upande wa south, east, west and so on. Lakini hapa nimejaribu kukupa kama introduction ya UK ni nchi ambayo inaundwa na nini. Sasa Financial Conduct Authority, website yao kubwa ambaye ukiingia ukitaka kumtraki huyo broker wako ni www.fca.org.uk. Utakapoingia hapo itafunguka kitu cha namna hii, Financial Conduct Authority kama hivyo unavyoona. Basi kila website inapishana kulingana na jinsi ilivyokuwa designed na kulingana na mahitaji ya hiyo system yao inavyofanya kazi. Sasa utajaribu kumtrack broker wako, hapo utaangalia zile criteria, je, zipo, afu design kila kitu kitakuwa kiko sawa. Basi utakapoingia utakuta ukipekua hiyo website kwa ndani zaidi, kuna vitu kama hivi utaona. Kwa mfano ni majina ya broker, nafikiri bila shaka unaona, type business, firm, unaona kuna vitu kama hivi, reference number, authorized. Hapa nasema authorized. Kwa kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuyafanya hayo yote hayahitaji uwezo mdogo, inabidi uwe mtu mwenye high minded thinking, mtu mwenye fikra za kiwango cha juu sana. Na
kama nilivyokwisha kutamka pale awali, ndio maana wengi wanaona forex kama ni scam company. Mimi siseme uongo, wa Tanzania tulio wengi ni wavivu katika swala la kujifunza, na uvivu unasababishwa na mtu kuto kuandaa mazingira ya kuelewa kitu. Usipoandaa mazingira ya kuelewa kitu, automatically kujifunza kwako kutakuwa ni changamoto, lakini ukiandaa mazingira ya kuelewa kitu, basi kujifunza ni jambo jepesi tu. Hivyo ndivyo utakavyoweza kumtrack. Wewe unaweza ukapekua hii website zaidi ya hapa. Mimi nimekupa tu kama taswira tu ya nje, ni kama mwongozo. Hizi ni screenshot na nilizitoa moja kwa moja nikiwa kwenye online. Basi tukienda kule Australia is a country and continent as well. Sasa hii ni nchi, lakini pia ni bara kama vile tunaweza kufahamu. Limezingirwa na bahari ya Hindi na Pacific. Sasa its major cities ni Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, Coastal. Sasa hichi ni kisiwa hichi ni kisiwa vile vile tunaweza kusema kwamba ni nchi na pia ni bara, kwa sababu tunaposema kisiwa ni kisiwa kikubwa sana ambacho kimezingirwa. Hichi kimezingirwa na maji. Sasa kimezingirwa na bahari ya Hindi na vile vile na bahari ya Pacific. Kwa kuwa ni kisiwa ambacho ni kikubwa sana, kikapotea zamani ya kuita kisiwa, kwa hiyo kikahamia kwenye nchi na vile vile ni bara. Ambaye mji wake mkubwa ni Sydney, na pia kuna session ambayo inaitwa Sydney kama tulishajifunza kule. Sasa it is capital, mji wake mkubwa ni Canberra ambayo ni kisiwa. Sasa tunaposema capital hapa, capital ni hii Canberra. Nafikiri hapa ni katika namna ya kuandika. Sasa ngoja tu nirekebishe makosa kwa kuelezea. Capital ambaye mji wake mkubwa ndio hiyo Canberra. Sio Canberra, ni Canberra. Alafu currency yake ni Australian dollar. Audi ndio ile unaona ni Audi. Sasa website yao kubwa ni Australian Security and Investment Commission. Ukiingia kwenye hii hapa asic.gov.au, basi itafunguka peji ya namna hii. Ikishafunguka hii, ndipo hapa utakuwa una uwezo wa kumtraki huyo broker wako na kuangalia criteria zake kama zitakuwa ziko sawa. Hii ni screenshot website nikiwa kwenye online, na haya yote ni kutaka kujaribu kukupa wewe mwongozo wa kuweza kumtrack huyo broker pindi utakapokuwa unahitaji kumtrack. Sasa huu ni kama mwongozo. Niliogopa kusema kuchambua sana, vinginevyo hii video nikisema nichambue itaenda labda kwa muda masaa 10. Sasa video kuangalia masaa 10 hiyo itakuwa ni season. Basi nimejaribu kuweka mafunzo haya ya forex katika muda huu. Nafikiri hichi kitu ambacho umejifunza humu na unachojifunza humu kina uzito mkubwa, na yumkini ungegharamikia hata shilingi 800 au ngapi, lakini mimi nimekufanyia hivi kwa gharama ndogo kabisa, na nikwambie tu hicho ambacho unachojifunza hapo, hata tungekutana physically ungejifunza hivyo hivyo. Hakuna namna nyingine yoyote ya kuweza kujifunza katika staili hiyo, kwa sababu hatutafundishana kwa mfumo wa document tukiwa mezani. Tunawasha laptop na tutakuwa tunaelezea katika mfumo huu. Kwa hiyo video ni issue za kikompyuta huwa zinafundishwa sana katika mfumo wa video, kwa sababu ndio maeneo yake. Yeah. Ukiendelea kuipekua hiyo website kwa undani zaidi, utaona vitu vingi kama hivyo. Kama hapa nakwambia name or number select, unaona. Kwa hiyo hapa ni utajaribu kumtafuta huyo mtu kwa undani zaidi. Sasa hapa ndio pale ninaposema kwamba uwezo binafsi wa kuweza kucheza na website unatakiwa. Kitu kingine, kampuni zingine zinapatikana kule Belize. Belize ni is a nation
of the eastern coast of Central America with Caribbean Sea shoreline. Huu ni mji ambao unaweza kusema unapatikana huko Eastern Coastal Central America, upande wa mashariki wa huko Marekani tuseme, ambaye imepakana na bahari ya Caribbean katika niseme sijui ni ufukwe, shorelines. Sasa capital mji wake mkubwa ni Belmopan na currency yake ni Belize dollar, na lugha inayotumika hapo ni Kihispania na official language pia ni Kiingereza. International Financial Service Commission, hii ndio website yao kubwa, www.ifsc.gov.bz. Utavisit kwenye hiyo website, vile vile utaenda kwenye sample ilipoandikwa licensed service providers and make sure that his license is still active or expired. Hapa ukija kuingia kwenye website ambayo ni screenshot, utaona kitu cha namna hii. Utakuja hapa pameandikwa licensed service providers, utakuja utaangalia, je, license yake ipo na jina lake je lipo, na kama hiyo license ipo, je is it still active or expired, and so on. Na kitu kingine ni Cyprus. Cyprus pia ni the Republic of Cyprus, hiyo ni nchi, occupies the southern part of the island of Cyprus, is in the Eastern Mediterranean. Sasa Eastern Mediterranean, upande wa mashariki wa hii bahari ya Mediterranean, kuna hako kanchi kanakuitwa Cyprus. Sasa ukitaka kufahamu Cyprus kiundani zaidi, ni jukumu lako binafsi kuingia kwenye www.wikipedia.com na ukaingiza kitu, utafahamu mengi zaidi kulikoni hivi ninavyoeleza hapa, au utafahamu mengi zaidi kuhusiana na Cyprus. The Cyprus Security and Exchange Commission, hiyo hapo SEC, na website yao kubwa ni hii hapa, sec.gov.cy. Basi ukiklik hapo kwenye browser yako, basi itafunguka kitu cha namna hii. Basi baada hapo utajaribu kufuatilia sifa za huyo broker. Nafikiri mengi yatahitaji uwezo wako wa ziada, na utahitaji pia msaada, mtu wa kuassist kama haya mambo kwako yatakuwa ni magumu, katika upande wa kutaka kumtrack huyo broker yuko vipi na kukufungulia hata account. Design haya mambo ni mepesi sana pale unapojituma wewe mwenyewe na unapohusisha watu waaminifu, basi wanakuassist. Sasa yako mambo ya msingi ambayo ya kuangalia pindi unapotaka kuandaa au kumchagua broker. Jambo la kwanza ndio hilo, uhakikishe kwamba broker wako amekuwa regulated. Hilo jambo la msingi la kwanza kabisa ambalo unatakiwa ulifahamu. Kama amekuwa regulated, basi kitu cha kwanza uhakiki kwamba amekuwa regulated. Akishakuwa regulated, ndio unaingia kwenye vitu vingine. Transaction cost, miamala yake yeye, unapofanya muamala anachaji kiasi gani? Je, ni mikubwa sana kiasi kwamba unaona haikuvutii au inapelekea kwamba kiasi chako kingi cha pesa ambacho na trade kinakuwa na transaction kubwa. Jambo lingine ni minimum deposit, kiasi cha chini ambacho wewe au yule broker wako anaofa, ambacho anakuruhusu deposit kwenye account yake. Kuna template nilivyosema, yeye mpaka $1, $2, $3, sijajua kama baadaye atabadilisha criteria baada ya kuwa register, lakini mpaka sasa $2, $3 mpaka $4 mpaka $10 watu wana deposit.
Lakini mwingine anaweza akakuwekea condition, kiwango cha chini ni $50, wengine 100, wengine 200, wengine 500, wengine $1000, wengine mpaka $10,000. Hiyo inategemea na broker unayomchagua. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa ukiangalie kwa haraka ni deposit and withdraw, means of deposit and withdraw. Kwanza uangalie njia anatumia mfumo gani kuweza kudeposit. Inawezekana huo mfumo kwako ni changamoto kidogo kulingana na hali yako ya uchumi. Na je, unapo deposit salio linafika kwa wakati kule? Na kama linafika kwa wakati, je, na unapo withdraw, je, muamala unachelewa kwa kufikia? Basi ni vitu ambavyo vya kuangalia. Sasa utajuaje wewe kwa mara ya kwanza kabisa? Hili ni swala msingi sana, unapaswa kujiuliza. Wewe kwa mara ya kwanza kabisa unataka ujiunge na huyo broker kwenye upande wa withdraw, kwa sababu withdraw wapi wakati ndo kwanza unajiunga? Kitu ambacho utaweza kugundua unapojiunga kwa huyo mtu, unapotembelea kwa huyo broker kwenye website, ukaenda kujua pale chini patakuwa na comment za matrader mbalimbali ambao walikwisha jiunga kwake. Wana comment nini? Utakuta wanalalamika au mtu ana tabia hii, ana tabia hapo. Kupitia hapo utakuwa unafahamu kwamba huyu mtu ana matatizo ya 1, 2, 3, kwa sababu wale watu wanalalamika ni watu pia wenye ufahamu na wametangulia kuvifahamu hivyo vitu, na ndio maana unaona wamesha experience. Kwa hiyo kupitia wale wewe unaweza ukaona, kupitia comment zao unaweza ukachuja ukajua huyu broker ana tabia 1, 2, 3, huyu broker ana manipulation ya hivi na hivi na hivi. Kwa broker mzuri kwa kawaida anakuwa na vigezo vya withdraw kwa muda mara nyingi usizidi siku 3. Ndani ya siku 3 unakuwa umeshapata pesa yako kwenye account. Kwa inategemea na misi utakayokuwa unaitumia. Ya moja kwa moja tuje tuangalie kigezo kingine cha execution or slippage. Tunaposema execution or slippage, hapa ni upande wa ile spread. Je, kuna ile bei ambayo wewe umekuwa kwenye platform ambayo hiyo platform amekupa broker huyo ndio akakupatia hiyo platform, ulidownload kupitia website yake, ukaangalia ukaona sasa spread iko hivi, labda ni 0.8 ambaye ni current spread kwa muda huu. Wewe unaona hiyo spread ni ndogo, lakini sasa kitendo cha kuja kuplace order na kuingia sokoni unakuta imemove mpaka spread imekuwa 1.7, kiasi kwamba imekuwa ni kubwa sana. Sasa hiyo pia ni hiyo variation iliweza kujitokeza hapo, inakuwa ni inaleta shaka kidogo kwa huyo broker. Anaonekana ana manipulation pia, japo anaweza akakuruhusu uka withdraw pesa zako nini, lakini kupitia hizo spread. Na unapoingia sokoni, kila unapoingia sokoni yeye tayari anakuwa ameshachukua faida yake, kwa hiyo anakuwa ana kunyonya kwa sehemu kubwa. Kwa hivyo pia ni vitu vya msingi kuangalia. Jambo lingine ni trading platform. Hiyo trading platform ni kwa lugha nyepesi iliyozoeleka ni programu ambayo unaitumia wewe kufanyia hiyo biashara. Kama nilivyokuambia kule kwenye video yangu ya mwanzo kabisa ya concept ya forex, nilishagusia kitu cha namna hiyo kwamba platform kama platform ni moja ya vitu ambavyo vinahitajika katika kutrade. Kwa mfano, unafungua account kwa broker ili ya kudeposit na withdraw, lakini pia unakuwa na account nyingine kwa broker, password na username kwa ajili ya kulogin kuingia kwenye platform. Sasa hiyo platform ndio ambayo huyo broker wako unatakiwa ujue kwamba je, ni platform ipi. Ziko platform za aina nyingi. Kuna zingine ambazo hujawahi kuzitumia hata mara moja, na kuna zingine ambazo umewahi kuzitumia. Kwa mimi binafsi natumia MetaTrader 4 na hata MetaTrader 5 pia nina uwezo wa kuitumia, japo situmii. Hizo zote mbili nina uwezo wa kuzihandle na ninazifahamu kwa kiasi changu. Lakini sasa kama utakutana na broker mwingine akawa na platform ya kutrade tofauti na hiyo, itakuwa ngumu, kwa sababu unapofanya technical analysis kuna mambo kibao unatakiwa ucheze nayo, kuna michoro kibao unatakiwa ichore mle. Sasa umekutana na platform mpya, ule muda wa kuanza kujifunza tena zile features ambazo zinapatikana kwenye platform inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo platform au trading platform ni jambo la msingi sana kuweza kuliangalia. Pia unapochagua broker unatakiwa angalia kitu kinachoitwa product and service. Hapa product and service, hapa aina ya akaunti ambazo anaziofa yule mtu. Kuna akaunti nyingi.
ambazo yule broker anaziofa. Inawezekana kuna masuala mengine ya account management, unaona, unakuta broker mwingine hana hicho kitu, broker mwingine anazo. Kwa hiyo pia ni jambo la kuangalia akaunti pamoja na zile service anazotoa. Kwa mfano anakupa nini? Kuna bonus unazipata pindi unapomuunga mtu mwingine, unaposambaza hiyo linki ya kwake kwa trader mwingine anataka kujoin kwenye biashara ya forex. Je, kuna privilege yote ambayo unapata pale? Je, ana offer service gani? Kwa hiyo ni vitu ambavyo anatakiwa offer kwako, na wewe pia unatakiwa uviangalie. Kuna kitu kinaitwa customer service. Sasa customer service, nafikiri katika lugha kawaida tu tunapowasiliana na mitandao ya simu, umekosea kutuma namba ya M-Pesa, basi moja kwa moja unawapigia customer service na wanakusaidia. Sasa hali kadhalika ndivyo ilivyo, umefanya muamala ukakosea baadhi ya vitu vya msingi, ikasababisha ile pesa isiende kwa broker husika. Sasa namna ya kuweza kufanya mawasiliano na kuweza kufanya reversal ya ule muamala uliofanya, hiyo pia ni jambo la msingi sana. Sasa unaweza ukajikuta umekosea muamala wa kudeposit, na ulikuwa umedeposit muda huu tunapoongea, unajaribu kuwasiliana na yule mtu pale wa customer care ambaye anapatikana kwenye platform, kwenye account ya huyo broker wako, lakini hajibu kwa wakati. Anakuja kujibu baada ya masaa 6 au mangapi, kitu ambacho atakiwa akusaidie papo kwa papo, kwa sababu hii biashara inahusisha pesa na mazingira yake ya pesa yanahitaji usalama wa hali ya juu. Na ndipo watu wenye uelewa duni kuhusiana na forex wanajaribu kusema kwamba forex ni scam kulingana na changamoto za kwenye mtandao. Watu wanachukulia mtandao ni kitu ambacho kile kinachofanyika mle kwamba ni kitu ambacho hakiko sawa. Hata katika biashara za kawaida zinazohusisha physical existence, yani wewe unaonekana dukani pale unauza, unaona nafsi yako inaonekana iko sehemu fulani, wewe ni rubani unaonekana kabisa kwenye uwanja wa ndege. Sasa hii ni business ambayo iko katika high level au iko advanced zaidi. Kwa hiyo kiwango cha fikra hakitakiwi kibakie pale pale, kinatakiwa kihame kutoka kwenye position ilipo ya mazoea ya kawaida, kiendane na aina biashara unayorun, kwamba hii biashara ina masharti gani. Wewe unaposema biashara ni scam, lakini wako watu wana utajiri ambao ni mkubwa na wamefanya mambo makubwa. Wako wengine wakina Ontario walikuwa wanafanya biashara zingine pamoja na liwekeza zaidi kwenye kilimo, lakini baadaye akasitisha kote, akaamua kufanya forex baada ya kuona ndio biashara pekee. Pia kuna kitu kinaitwa interest rate, kiwango cha riba pia kinatakiwa ukiangalie. Je, huyu broker wako ana offer riba? Kwa sababu unapofungua account kwake, kuna wakati anatumia pesa zako na yeye kuwapa bonus watu wengine au kuwapa privilege watu wengine. Sasa kwa lugha nyepesi nasema kwamba huwa na yeye anaifanyia biashara. Sasa anapofanyia biashara kwa kawaida ya stock market au biashara hizi kwenye masoko ya hisa, unatakiwa upate na wewe gawio. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo wewe unatakiwa uvizingatie wakati wa kufanya analysis unapotaka kumchagua broker. Mimi nimekuwa kama picha, kama mwongozo, na nafikiri nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, na sio mwisho tu wa kuelekeza, bado ninaendelea kujifunza, na kupitia mawasiliano utaendelea kuniuliza maswali mengi zaidi kuhusiana na hii. Lakini zaidi ya yote nikwambie, video hii inauzwa, na inapouzwa kuna advantage zaidi. Hata kama nikaitupia hii yote kwenye YouTube, ni tofauti na wewe kuja kutoa $50 yako kuja kununua video nzima ikiwa imeungwa vile vipande vyote na kupata vitabu visivyopungua 10 na kupata signal offer kwa muda mwezi mzima. Kama hautaziamini sana, utazifanyia kwenye demo account na ukiziona kama signal zangu zinafanya vizuri, alafu ndizeni ili kwamba msimu unaofuata uendelee kulipia signal kwa mwezi mzima kwa $50. Signal utakayo kuzia kwa hiyo $50 inategemea. Ukiwa na mtaji wa $100, unaweza kurudisha pesa yako kwa muda hata siku 2 tu, kitu ambacho mimi uhakika nacho kabisa, maana signal zangu zinafanya vizuri. Basi tuendelee tena.
among of brokers. Sasa broker wako wengi, mamia ya mabrokers wapo wengi sana wapo. Sasa hapa nimekuchagulia hawa broker maarufu ambao wako hapa, ambaye ni wakubwa, wako kabisa regulated, na ujaribu kuwaona tu kama sample. Hata kama utataka kwa track wewe ambaye ndio unaanza, basi unaweza ukaanza na hawa. Pia kuna huyo Temple ambaye yupo, ambaye hapa simtaja. Sasa hapa kuna DXIM. DXIM ni broker, na ili broker aweze kuwa reliable zaidi, huwa kuna kitu ambacho anadhamini. Kwa mfano hapa kuna Usain Bolt, huyu anadhamini, ni sponsor wa haya mashindano. Nafikiri hii ni kampuni, hichi ni kitu kingine ambacho huyu DXIM huwa anadhamini. Huyu kuna huyu hapa iMarkets Live, huyu hapo sijaona nani yake, lakini kuna huyu InstaForex, yeye ana ushirikiano pia na klabu ya Liverpool, na wanapofanya hivi wanaongeza thamani zaidi kwenye nani, na wanaongeza ile trustful zaidi kwenye nani yao, wanaongeza trust. Sasa kuna FCM, huyu na yeye hapa ni Samara, anadhamini hii, nafikiri ni mashindano ya michezo ya mbio za magari, kitu kama hicho, anadhamini kwenye hiyo kitu. Pia kuna huyu Hot Forex. Sasa nimuelezee tu huyu Forex Team. Huyu Forex Team yeye ana tawi hapa Nigeria, ana tawi liko Nigeria. Kwa hiyo ni hao wako regulated, ni baadhi ya tu mabroker. Wewe unaweza kutafuta mabroker wengi wako zaidi. Kwa hiyo ni jukumu lako kuweza kutafuta yupi broker mzuri. Basi nafikiri mpaka hapo kipengele hichi cha broker utakuwa tayari umeshanielewa kwamba nini maana broker ambaye yuko regulated.